Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu yangu, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha pili, ikiwa tunaendelea na kukumbushana juu ya mirathi katika Uislamu. Katika darasa lililopita tulikuwa tumekumbushana juu ya alhuququl mutaallikatu bitarikati, haki ambazo zinafungamana na mali aliyoiacha marehemu. Tukahitaja haki moja ambayo ni tajhizul mayit, kumwandaa maiti. Leo bimashiatillahi tunaendelea kumalizia haki tatu zilizobakia. Haki ya pili, qadau duyunihi, kulipa madeni yake. Ndugu yangu, baada ya kuwa tayari tumekwisha mzika marehemu, kinachofuata ni kuangalia alikuwa akidaiwa kiasi gani, wapi alikuwa anadaiwa, na kisha baada ya hapo tunatakiwa tulipe madeni yake. Yaani kabla hatujaingia katika jambo lingine, jambo la tatu na la nne, tunatakiwa tulipe madeni yake. Ndugu yangu, na haki hii ni haki ambayo imesahaulika kwa wengi wetu, hatuikumbuki haki hii. Tunadhani kwamba tukitoa tangazo wakati jeneza linapotolewa kwa ajili ya kwenda msikitini au kwenda makaburini, ikatangazwa kwamba ndugu zetu, kama kuna mtu alikuwa akimdai marehemu, basi aione familia. Tunahisi kwamba tukitoa tangazo lile basi tumekwisha maliza, na hasa tukaona hakuna mtu aliyejitokeza, tunaona kama tumekwisha maliza, kwamba huyu ndugu yetu labda alikuwa hana deni. Hapana, lazima tufuatilie kwa kina, lazima tufuatilie kwa kina. Na hili ndugu yangu, na kukumbusha pamoja na kujikumbusha, tuweke utaratibu kama tulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwaelekeza kwamba mtakapokuwa mnakopeshana basi andikianeni, waandikiane hayo madeni, kwamba mimi bwana fulani leo tarehe fulani nimechukua kiasi fulani kutoka kwa bwana fulani, au nimempa kiasi fulani bwana fulani leo tarehe kadha. Huu ni utaratibu ambao tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na utaratibu huu utarahisisha kwa wale ndugu ambao wamebakia, wakajua kwamba ndugu yetu alikuwa akidaiwa kiasi kadhaa na alikuwa akidaiwa na mtu fulani au na watu fulani. Kwa hiyo lile tangazo ambalo tunalitoa, usije tukaona tumetosheka nalo, tukaona kwamba labda ndugu yetu hana deni, tunakimbilia kugawana mirathi. Hapana. Kwa hiyo haki ya pili ni qadau duyunihi, ni kulipa madeni yake. Ndugu yangu, madeni tunatakiwa tulipe katika dunia hii. Unachodaiwa, na wala usidharau ukaona nadaiwa 100 tu, hiyo 100 kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haitokuwa tena 100 hiyo, haitokuwa shilingi hiyo, wala haitokuwa dola wala dinari. Kwa hiyo ilipe leo kabla haijabadilika, kwa sababu kesho utaenda kulipa kwa matendo. Ataangalia yule ambaye alikuwa anakudai wewe, italinganishwa matendo pamoja na hiyo 100 yako 500. Ikiwa kama ni mema, wewe ndio ulikuwa unadaiwa, basi ataondolewa mema yako, atapewa hicho. Kuna mtu mwingine wa pili hivyo hivyo, watatu, wanne, watano. Tunaishi na madeni mengi. Ndugu yangu, tutekeleze hii haki ya pili. Sisi wenyewe kwanza, kabla hatujafikiwa kutekelezewa na ndugu zetu, sisi wenyewe tujitahidi, lakini tuweke utaratibu wa kuandika, ili hawa wanaobaki wapate wepesi na wafuatilie kupitia yale maandishi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, yughfaru lishahidi kullu shay'in illa dain. Shahidi
husamehewa kila kitu, yani kwa maana madhambi yote, kullu dhambi, husamehewa madhambi yote, illa baini, isipokuwa baini. Tunajua shahidi, ndugu yangu, anayekufa fi jihadi, anayekufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu malipo yake ni pepo, lakini husamehewa madhambi yake yote isipokuwa madeni. Madeni lazima yalipwe. Kwa hiyo hii ni haki ya tatu ambayo ni muhimu sana, tuhakikishe tunalipa madeni ya ndugu yetu ambaye amekwisha tangulia mbele ya haki, na ikiwa ni katika mali yake. Ama haki ya tatu, hii haki tumemaliza, ni ya pili. Haki ya tatu ni tamfidhu wasayahu, kutekeleza usia wake. Marehemu ameacha usia, iwe ni kwa maandishi au kwa maneno mbele ya ushahidi, nikifa mimi basi sehemu ya mali yangu apewe fulani. Basi ni muhimu sana kutekeleza usia huu. Na usia, ndugu yangu, hauhusiki kwa warithi. Kwa wale wenye mafungu hawaingii ndani ya usia. Usia unawahusu wale ambao hawapo katika mafungu, na usia huo hautakiwi kuvuka theluthi moja, kwa maana ni theluthi moja tu au chini ya hapo. Yani mathalan akasema mwenye mali, nikifa basi mtoto fulani, kijana fulani apewe mali yangu yote. Hapana, hatuwezi kutekeleza usia huo. Usia utakaotekelezwa ni theluthi moja tu, kinachobakia ni haki ya warithi. Lakini ikitokea mfano ameacha usia huo kwamba mimi nikifa mali yangu hii yote achukue fulani, na watoto mashallah wakawa na nafasi zao, wana uwezo wao, lakini wao wenyewe wakaridhia, hatuna shaka sisi, madamu mzee wetu amesema, na si hatuna shida, achukue, haina shida, kwa sababu hiki anachochukua ni katika kile ambacho kinawahusu wao warithi, ni katika haki yao. Kwa hiyo wanaporidhia wao, manake wametoa haki yao, lakini ile ya kisheria imebakia pale pale, ni theluthi moja. Ndugu yangu, ama haki ya mwisho kabisa baada ya kuzitekeleza zote hizi, haki inayofuatia sasa ni kugawa mali kwa warithi. Tumekwisha yatekeleza haya yote kwa utaratibu huu, sasa kinachofuatia mwishoni ni kugawa mali kwa warithi. Tusijali kwamba katika kuzitekeleza hizi haki zingine mali inapungua, wala tusijali. Tekeleze kwa utaratibu huu ambao tumepewa, imebaki kutagawa kwa warithi. Kama haikubaki basi ndio hivyo, ndio mipango, lakini cha msingi twende kwa utaratibu ambao tumeelekezwa. Ndugu yangu, tufikie hapa kwa hizi haki ambazo tumekwisha zikamilisha, kwa maana haki 4. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuyatekeleza haya, na tukutane katika sehemu yetu ya 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.